Kama ni mara yako ya kwanza unatembelea chaneli yetu ya Top 5 Media, tunakuomba ubonyeze neno subscribe, kisha kwa chini itatokea alama ya kengele. Tunakuomba ubonyeze kengele hiyo ili uwe wa kwanza kupokea taarifa katika chaneli yetu. Asante. Hualigani mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa chaneli yetu. Karibu siku ya leo katika anga za michezo, tuende tukaangaze kile ambacho kimeweza kujiri kunako klabu ya soka ya Simba Sports Club kuelekea katika msimu ujao wa mwaka 2025 2026. Hii ni mara baada ya klabu ya soka ya Simba kutokufanya vizuri katika msimu uliomalizika, ambapo tunashuhudia klabu ya soka ya Simba walikuwa wanatengeneza timu, lakini matarajio vile vile ilikuwa ni kubeba vikombe, lakini sivyo bahati kwa upande wa klabu ya soka ya Simba. Katika msimu uliomalizika wameshindwa kubeba kikombe chochote kile, sio cha ligi kuu ya NBC, sio cha kombe la FA, sio kombe la shirikisho barani Afrika. Ikumbukwe Simba Sports Club wameweza kumaliza katika nafasi za juu kunako ligi kuu ya NBC, yani nafasi ya pili. Kwa hiyo msimu ujao kwa upande mwingine watakwenda kushiriki ligi ya mabingwa barani Afrika. Tayari mtaalam kocha mkuu wa klabu ya soka Simba ambaye tayari ameshaanza kuimplement falsafa zake ameweza kuacha ripoti mezani. Ripoti ni kwa sababu ya wale wachezaji ambao watakwenda kusajiliwa ndani ya kikosi cha timu ya soka ya Simba Sports Club na wale ambao wanatakiwa kutema. Kwa hiyo tayari tunakwenda kuangalia ile orodha ya wachezaji ambao kwa upande mwingine wanafuatiliwa na klabu ya soka Simba. Tayari kuna wengine wameshakamilisha sajili za kujiunga na klabu ya soka Simba, kuna wengine wapo katika mazungumzo mazuri ambapo wameweza kusema kweli wapo tayari kujiunga na Simba. Sasa pasipo kupoteza muda, mara baada ya kutazama ile orodha ya wachezaji ambao wametemwa, ngoja tukatazame ile orodha ya wachezaji wa klabu ya soka ya Simba Sports Club ambao wanakwenda kusajiliwa katika dirisha kubwa la usajili la msimu wa mwaka 2025 2026. Tukienda tunakwenda kuanzia kwa upande wa wachezaji wazawa. Mchezaji wa kwanza ambaye taarifa zinasema kwamba klabu ya soka ya Simba Sports Club wamemalizana naye ni golikipa Yakubu Suleiman. Yakubu Suleiman ni golikipa kutokea katika klabu ya soka ya Tanzania Prisons inayoshiriki kutokea katika klabu ya soka ya JKT Tanzania inayoshiriki ligi kuu ya NBC. Golikipa huyu tumeona amekuwa na kiwango bora sana katika klabu ya soka ya JKT Tanzania. Simba wamefanya mazungumzo naye na mchezaji huyu amekubali kujiunga na klabu ya soka ya Simba. Sababu ya Simba kumsajili Yakubu Suleiman golikipa huyu ni kwenda kuchukua nafasi ya golikipa Aishi Manula ambaye amemaliza mkataba na kuondoka ndani ya klabu ya soka ya Simba kama tulivyokueleza katika video zetu. Kiachana na Yakubu Suleiman, nyota wa pili mzawa ambaye Simba wameweza kufanya mazungumzo naye ni mchezaji anaofahamika kwa jina la Wilson Nangu. Wilson Nangu ni beki hatari, beki kitasa kweli kweli katika ligi kuu ya NBC. Beki huyu Wilson Nangu ni mzawa kabisa, ambapo tunashuhudia Wilson Nangu msimu amekuwa na kiwango bora sana katika ligi kuu ya NBC. Wilson Nangu amekipiga katika klabu ya soka ya JKT Tanzania, ambapo amekuwa ni miongoni mwa mabeki mstari wa mbele ambao wamefanya poa sana. Kwa hiyo kama kila kitu kitakwenda sawa, kwa sababu Simba wamefanya mazungumzo naye na amesema yuko fresh kujiunga na Simba, Wilson Nangu atakuwa mwanafamilia wa Msimbazi. Nyota wa tatu ni Omar Marungu. Omar Marungu ni mchezaji ambaye anacheza katika eneo la ushambuliaji, yani mshambuliaji. Tunashuhudia Omar Marungu ni mchezaji ambaye alikuwa akicheza michuano mikubwa ya championship akiwa na klabu ya soka ya Mtibwa Sugar. Alikuwa akifumania nyavu kweli kweli. Simba wamevutiwa na uwezo wake. Tunashuhudia kupitia kocha Faldu Davis aliweza kufanya naye mazoezi na ameweza kuridhishwa na kiwango chake ambacho alikuwa akikionyesha katika mazoezi ambayo alikuwa akifanya na wekundu wa Msimbazi. Kwa taarifa za ndani ni kwamba Simba wameweza kumpa mkataba. Kwa sasa mchezaji huyo Omar Marungu anauangalia mkataba huo, kama pande zake utakubaliana naye basi atajiunga na klabu ya soka ya Simba Sports Club. Nyota mwingine mzawa ni Morris Abraham. Morris Abraham ni mchezaji mzawa kabisa ambaye amecheza soka la kulipwa katika nchi ya Israeli kule. Tunashuhudia kwa upande mwingine Morris Abraham ni mchezaji ambaye anacheza katika eneo la kiungo namba 10. Ni mchezaji vile vile anaitwa katika timu ya taifa ya Tanzania almaarufu kama Taifa Stars. Morris Abraham ni miongoni mwa wachezaji ambao wamefanya mazoezi chini ya kocha mkuu Faldu Davis akimwangalia uwezo wake na ameweza kuridhishwa na kiwango ambacho amekionyesha Morris Abraham. Kama kila kitu kitakwenda sawa, basi Morris Abraham atakwenda kuitumikia klabu ya soka Simba kwa sababu tayari kocha amempitisha, na taarifa za ndani viongozi wa Simba vile vile wameandaa mkataba na tayari mkataba huo wameuangalia. Kwa sasa Morris Abraham anaupitia. Kama kila kitu kitakwenda sawa,
Morris Abraham na atakuwa mwanafamilia wa Msimbazi. Nyota wa tano mzawa ambaye Simba wameweza kufanya mazungumzo naye, tena bosi mwenyewe Mohamed Gulam Dewji ameweza kumuita mezani na kufanya naye mazungumzo, ni Faila Suf Faisal Salum, mchezaji ambaye amemaliza ligi kuu ya NBC akiwa kinara katika ile orodha ya watoaji pasi za mabao. Taarifa za ndani kabisa ni kwamba boss Mo Dewji amemshawishi Faisal Salum kujiunga na klabu ya soka ya Simba kwa kile kinachodaiwa kwamba ameweka mezani zaidi ya milioni 800 kama signing fee, yani fedha ya usajili, bila kusahau mshahara ambao ameweza kuahidiwa ni milioni 50 kwa mwezi. Ameweza kuahidiwa kwamba Feitoto atakuwa akilipwa pesa bonus kama akifunga goli ama akitoa pasi ya bao. Atapewa usafiri, yani gari, sambamba na nyumba ya kuishi, yani apartment kubwa pale jijini Dar es Salaam. Kwa hiyo ofa hizi zimemchanganya Feitoto. Za ndani kabisa ni kwamba mchezaji huyu amekubali kujiunga na wekundu wa Msimbazi, na mabosi wa Azam nao pia kwa upande mwingine tayari dili hili wameweza kulipitisha. Kwa hiyo kuna uwezekano mkubwa Faila Sufi Feitoto akavaa jezi nyekundu kuelekea katika msimu wa mwaka 2025 2026 kwa kile kinachodaiwa kwamba kocha mkuu wa klabu ya soka ya Simba aliomba aletewe kiungo namba 10 mwingine ambaye anajua kusaidiana na Jean Chale au. Kwa hiyo ndio cheoroza ya wachezaji wazao watano ambao ni confirmed wamefanya mazungumzo na Simba, wengine wakiwa tayari wameshamwaga wino, wengine dili lipo katika hatua za mwisho. Lakini ukiachana na wachezaji hawa wazao, turudi katika orodha ya wachezaji wa kigeni ambao kwa upande mwingine Simba Sports Club wanakwenda kuwasajili. Mchezaji wa kwanza ambaye Simba wameweza kufanya naye mazungumzo na amesema yes yuko tayari kuitumikia klabu ya soka ya Simba Sports Club ni Salifu Dirasoba. Dirasoba ni mchezaji kutokea katika nchi ya Ivory Coast. Mchezaji huyu tunaona msimu amekuwa na kiwango bora sana akiwa na klabu ya soka ya ASEC Mimosas. Salifu Dirasoba ni mchezaji ambaye anacheza katika eneo la attacking midfielder, yani kiungo namba 10, kiungo mshambuliaji. Vile vile ana uwezo wa kutekea pembeni, yani kama winga namba 7 kwa sababu anatumia mguu wa kushoto. Mchezaji huyu ana umri wa miaka 23 akiwa ni raia wa Ivory Coast. Tumeona amekuwa akiitwa mara kwa mara katika timu ya taifa ya Ivory Coast, lakini vile vile amewahi kucheza katika klabu ya FC Saint Gallen 1879 ya pale nchini Uswizi, na vile vile amecheza ASEC Mimosas. Na tunaona kwa upande mwingine nyota huyu amekubali kujiunga na wekundu wa Msimbazi. Faida ambayo Simba wataipata kwa mchezaji huyu Salifu ni kwamba amecheza kombe la shirikisho na tunashuhudia na uzoefu na michuano ya CAF. Msimu uliomalizika alikuwa na ASEC Mimosas, alicheza michezo 8 na kufunga mabao 2 na kutoa assist 1. Ni kiungo hatari kweli kweli ambaye vile vile ndiye captain ama kiongozi kwa wachezaji wa klabu ya soka ya ASEC Mimosas. Kwa hiyo mchezaji huyu amekubali, amesema yuko tayari kujiunga na Simba. Kwa hiyo Simba kwa sasa wanafanya mazungumzo na klabu ya soka ya ASEC Mimosas ili waweze kumsajili nyota huyu. Nyota wa pili ambaye Simba wameweza kufanya mazungumzo naye ni Jean-Claude Gurugumisha. Gurugumisha ni mchezaji wa klabu ya soka ya Al Hilal Omdurman. Mchezaji huyu anatokea pembeni, yani winga namba 7. Ni hatari kweli kweli, weka mbali na watoto kutokana na uwezo wake wa kuwapunguza mabeki. Ana uwezo, ana skills. Ni mchezaji raia wa Burundi ambaye vile vile katika timu ya taifa ya Burundi Panga Pangua amekuwa akianza. Katika klabu ya soka ya Al Hilal Omdurman msimu amekuwa na kiwango bora sana sana sana, lakini tunashuhudia Simba wamefanya mazungumzo na klabu ya soka ya Al Hilal Omdurman, na kama kila kitu kitakwenda sawa kwa sababu mchezaji amekubali kujiunga na klabu ya soka ya Simba, basi dili hili litakwenda kukamilika. Cha msingi tu ni kwamba nyota huyu aweze kutimiziwa yale mahitaji ambayo anahitaji katika klabu ya soka ya Simba, na Simba wanataka kumsajili mchezaji huyu kwa ajili ya kwenda kuchukua nafasi ya Joshua Mutale SR Budo ambaye ameshindwa kufanya vizuri ndani ya kikosi cha timu ya soka ya Simba Sports Club. Klabu ya soka ya Simba Sports Club ukiachana na kufanya mazungumzo na Jean-Claude Gurugumisha, basi kwa upande mwingine nyota mwingine ambaye Simba wamefanya mazungumzo naye ni Celestin Ekwa. Ekwa ni mshambuliaji hatari kweli kweli kutokea katika nchi ya Ivory Coast. Tunaona mchezaji huyu msimu alikuwa na klabu ya soka ya ASEC Mimosas ya pale pale nchini Ivory Coast, lakini ikumbukwe mchezaji huyu yupo kwa mkopo katika klabu ya soka ya ASEC Mimosas. Celestine kwa klabu yake ni Zoman ambayo inashiriki ligi kuu nchini Ivory Coast, na tunashuhudia ameweza kutoa tuzo ya mchezaji bora katika ligi kuu ya Ivory Coast iliyomalizika kwa sababu amehusika katika mabao 27 akifunga mabao 15 na kutoa assist 12 akiwa ndiye mshambuliaji kinara
kunapo safu ya ushambuliaji ya klabu ya soka ya ASEC Mimosas. Simba wamevutiwa na uwezo wa Celestine Ekwa na mchezaji huyu vile vile tunaona anawindwa na klabu ya soka ya Azam, bila kusahau klabu ya soka Yanga nao pia wamejitosa katika races, lakini mwenye uwezo mkubwa wa kumsajili zaidi ni Simba, kwa sababu Simba tulikuambia hapo awali tayari wamefanya biashara na Sanford Rasoba. Kwa hiyo kuna uwezekano na dili la Celestine kwa likatiki, kwa sababu ukiangalia wachezaji hawa wana linki pamoja, mmoja namba 9 mwingine namba 10. Kwa hiyo dili hili linaweza likafanikiwa kwa Celestine kwa. Lakini ukiachana na hivyo, klabu ya soka ya Simba Sports Club wameweza kufanya mazungumzo na kiungo hatari kutokea katika klabu ya soka ya CX Faction ya pale nchini Tunisia. Hapa tukienda kumongelea Bala Musa Conte. Conte ni mchezaji ambaye Simba walikuwa wakimuinda kabla hata ligi kumalizika, kutokana na uwezo wake wa kukaba nyota huyu Musa Conte, ambapo tunashuhudia ni raia wa Guinea ambaye vile vile Musa Kamara Pinpin ametumika kumshawishi mchezaji huyu kujiunga na klabu ya soka ya Simba. Sababu za Simba kumtaka mchezaji huyu, kwanza huyu ni midfielder ambaye anacheza katika eneo la defensive, yani analinda kweli kweli, ni kiungo namba 6 hasa. Kwa hiyo Simba anataka kumchukua mchezaji huyu kuliziba pengo la mchezaji anayefahamika kwa jina la mchezaji anafahamika kwa jina Fabrice Ngoma ambaye amemaliza mkataba na Simba Sports Club, na tayari mchezaji Bala Musa Conte amekubali kujiunga na klabu ya soka Simba kwa sababu amemaliza mkataba na klabu ya soka ya CX Faction ya pale nchini Tunisia. Ikumbukwe alikutana na Simba katika hatua ya makundi ya kombe la shirikisho, kwa sababu walikuwa kundi moja na Simba walivutiwa na uwezo wake, ndio maana wameweza kumshawishi mchezaji huyu kuja kujiunga na Simba za ndani kabisa. Deal limefikia 90%. Kwa hiyo usishangae kumuona Bala Musa Conte akijiunga na klabu ya soka ya Simba. Na mchezaji wa mwisho wa kigeni wa 5 ni Mabululu, striker hatari kweli kweli barani Afrika. Mabululu ni mchezaji ambaye kwa sasa anahusishwa zaidi kujiunga na klabu ya soka ya Simba kwa kile kinachodaiwa kwamba hatotaka tena kuendelea na klabu ya soka ambayo kwa sasa inaitumikia Al Hilal Tripoli ya nchini Libya. Mabululu tunaona amekuwa na ukaribu sana na wachezaji wa klabu ya soka ya Simba Sports Club, wanatamani sana kuja kumalizia soka lake katika nchi ya Tanzania. Mchezaji huyu ni mshambuliaji aswa, akiwa ndiye kinara katika orodha wapatika mabao pale nchini Libya. Basi kwa upande mwingine, kupitia mwekezaji wa klabu ya soka Simba Mohamed Gulam Dewji ameweza kufanya maongezi na mchezaji Mabululu ambaye bado ana mkataba wa mwaka mmoja na klabu ya soka ya Al Hilal Tripoli. Kwa sasa Mabululu yeye ameweza kuweka wazi yupo tayari kuitumikia klabu ya soka Simba, lakini mpaka wafanye mazungumzo na klabu hiyo Al Hilal Tripoli kutokea pale nchini Libya. Kama kila kitu kitakwenda sawa, basi yu tayari kuja kujiunga na klabu ya soka ya Simba Sports Club. Na ikumbuke Mabululu ni miongoni mwa washambuliaji tegemeo katika taifa la Angola. Kwa hiyo tunaona kama kila kitu kitakwenda sawa, basi tunaona Mabululu naye pia ni miongoni mwa mshambuliaji ambaye atakwenda kuitumikia klabu ya soka ya Simba Sports Club. Wanakuambia toa, yani unatoa mtu unaweka jitu lenyewe kweli kweli, kwa sababu ukiangalia Simba wana mpango wa kumuuza Mukwala. Basi ukimtoa Mukwala, striker refu kuliko goli, leta Mabululu, striker ambaye linatisha kuliko goli. Kwa hiyo tunaona hao ndio baadhi ya wachezaji wa kigeni wa 5 ambao kwa sasa wanatajwa zaidi kujiunga na klabu ya soka ya Simba Sports Club, wengine wakiwa tayari wameshasaini mikataba ya awali, wengine wakiwa katika mazungumzo na tayari wamefikia pazuri. Tuambie neno la comment katika orodha hii ya wachezaji ambao tumeweza kutajia ambao wanahusishwa kujiunga na Simba. Je, ni wachezaji gani ambao unatamani kuona wakivaa jezi nyekundu ya Simba Sports Club? Toa maoni katika comment, kisha usahau kushare video zetu.